gani Tanzania? Hii ni Yego Hustle TV, sauti ya jamii, na hii ni Yego Updates. Lakini pia nazidi kukumbusha tukuzidi kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yego Hustle TV, lakini hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usisahau kusubscribe. Mimi ni Tornado 5 wetu, nyuma ya kamera amesimama Dekawa John. Naitwa Peter Bernard Masonyi, ndiye diwani wa kata ya Lombimu. Asante, karibuni sana. Kata hii ina jumla ya mitaa minne ambayo ni Lombimu, Songambele, Machinjioni, Nyarusulia. Kata hii ina idadi jumla ya wakazi wapatao 20,779. Utawala. Kata ya Lombimu kwa sasa inaongozwa na Mheshimiwa diwani mmoja, mtendaji wa kata, watendaji wa mitaa yote minne, wenye viti wa mitaa yote minne na wajumbe 20 kwa mitaa yote minne. Kwa niombe sana polisi kata wetu wa kushirikiana wenye viti wetu wa mitaa ambao ndio walinzi wa amani katika mitaa yetu na watendaji wetu, mtusaidie zaidi kuhakikisha kwamba tunadumisha amani katika maeneo yetu ya mitaa, lakini vile vile kujitahidi kubaini mienendo ya uhalifu ambayo kwa namna moja au nyingine inaweza kusaidia polisi kata wetu kutekeleza majukumu yake vizuri na usio kukamilisha changamoto ambazo tunazo katika maeneo yetu ya ardhi. Katika sekta ya elimu, watu wa elimu mpo, afisa elimu kata upo, niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya katika sekta ya elimu. Tunafahamu pamoja na changamoto mbalimbali zikiwepo upungufu wa vyumba vya madarasa, watumishi, lakini hata tulionao pia wanaweza kuendelea kuwajibika na kusaidia kutoa matokeo chanya. Lakini sehemu ya kwanza ambayo inanisikitisha zaidi, na kwa kweli hili sasa nadhani mmelisikia hivi juzi, hatufanyi vizuri katika masomo na ufaulu wa kitaifa. Mkoa wetu wa Mara umekuwa wa mwisho mwaka huu. Uongo kweli? Umekuwa wa mwisho. Leo tunazidiwa na walima matikiti. Leo tumezidiwa na walima nanasi wa Pwani, mkoa wa Mara. Sasa tunajiuliza sababu ni nini? Niombe wakuu wa shule, chukueni hili kama sehemu yenu muhimu ya wajibikaji kuanzia sasa. Na mimi binafsi napenda elimu. Sikusoma darasa mengi sana, lakini elimu nafahamu muhimu wake ni nini. Vijana wazuri katika masuala ya michezo, mpira wa miguu. Na ndio maana programu yangu mojawapo ni kuja na mfumo wa mashindano mabonanza ya mara kwa mara, tupate vipaji. Anasema michezo ni ajira, michezo ni afya. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge ametoa fursa ya vijana 5 kwenda Ngasa Academy. Na ameongeza wengine 2 wamefika 7. Na kila mwaka atakuwa anapeleka. Kwa hiyo mimi nataka tangu pia na sisi tupate vijana waende. Asante. Kwa majina naitwa Lucas Mashala, ni mkazi wa Ramlini Bondeni, na pia nimejitambulisha kwamba mimi ni mzee wa kanisa na mtumikia Mungu hapo kanisa la TAG jirani na zahanati. Mheshimiwa Diwani, kiukweli nimeanza kusikiliza tangia mwanzo. Umeeleza vitu vya msingi na vitu vya maendeleo. Mungu akutie nguvu. Kuna vitu umezungumza kuhusu tarehe 29 kwamba janga walilopata Watanzania. Mheshimiwa Diwani, Watanzania hatukuzoea hali kama iliyotokea tarehe 29. Tangia dunia hii iumbwe, watu tushangaa sana. Ulinzi na usalama, Mheshimiwa Diwani umegusia hili. Sisi wakazi wa eneo hili, wako vijana au watu ambao si waadilifu. Vijana wale wakikamatwa, kesho unamkuta yeye anatamba. Kwa sababu ni kijana, ni diwani mpya. Hili ulifuatilie. Swala la kusema kwamba mpaka ashikwe na kidhibiti anafanya na kificha, alafu anarudi anatamba. Hili mtusaidie, ili watu waharibifu hao wasiende kuwa wanatutambia mtaani. Mimi kwa majina ninaitwa Bwana Wanjiro Julius,
Mimi ni mwenyekiti wa chama cha Chauma wilaya ya Musoma mjini. Hivyo niseme kwa muda nilioishi katika kata ya Rwamlimi, sio siri, sijawahi kusikia kuona diwani akiwaita wananchi kuzungumza nao katika kikao fulani cha ndani kama hiki. Niseme ni mwanzo wako mzuri. Hoja yangu, Mheshimiwa Diwani, Naam kaka. kata ya Rwamlimi ina changamoto katika swala la kiusalama. Asante. Kwa majina naitwa Wanjiro Julius, mwenyekiti wa chama cha Chauma wilaya ya Musoma, lakini ni mkazi wa kata ya Rwamlimi. Mimi kwa mwelekeo ninaouona kwa mheshimiwa diwani ni kwamba kwa sasa hivi siasa zimekwisha, muda wa kampeni umekwisha, ni muda wa kufanya kazi. Kwa hiyo kama diwani anahitaji kupata mawazo kutoka kwa viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini, anapowahitaji sio vibaya ukifika, maana yake ni kwamba anahitaji aweze kuanza shughuli zake kwa namna ambavyo ndoto yake inatakiwa iwe na kata iweze kutimia katika uhitaji wanaotaka. Kikubwa katika uhitaji wa uongozi wa kata ya Rwamlimi, ushirikishwaji ni msingi sana kuliko jambo lolote lile, kwa sababu unapofanya jambo umetupa mrejesho, maana yake ni kwamba tunakuwa na imani na tunakuwa na hakika kwa kila ambacho unakuwa wewe unakifanya, kwa sababu umetupatia taarifa, kuna mradi umekuja, tunajua kuna mradi fulani unajengwa. Kwa mwelekeo huu wa vijana anaweza akafanikisha, lakini changamoto huwa inakuja ni moja, kwenye kuwaunganisha vijana. Vijana wengi wamekuwa ni watu ambao hawaaminiki, kwa sababu kuna mfumo wa kiserikali ambao umewekwa kwamba ili uweze kupata mkopo lazima muwe kwenye kikundi. Lakini hoja ni moja, je, tunapoingia kwenye kikundi huwa mawazo yetu yanafanana? Na ndio maana unakuta hata zile 10% za manispaa za halmashauri wengi wanashindwa kuzirejesha. Kwa sababu gani? Tulikwenda kuchukua fedha zile kwa mihemko. Kwa jina anaitwa Madina John Mtashi. Mimi ni mwenyekiti wa jukwaa la kina mama kata Rwamlimi. Kwanza kabisa namshukuru diwani ambaye ameweza kuongoza kwa kipindi hiki, na ndo mara yake ya kwanza kutujumuisha pamoja na viongozi wote wa ngazi mbalimbali wote. Ninapenda kutoa taarifa hii kwa diwani ambaye ameanza kuongoza ili kusaidia kata yetu Rwamlimi. Wakina mama wajasiriamali wanahangaika sana kupitia mikopo, na wanapokuwa wamejisajili mikopo yao inakuwa ya shida. Wanajisajili kwa muda mrefu na mikopo haipatikani. Rwamlimi songa mbele. Kikao cha leo cha mheshimiwa diwani mteule ambaye ni wa kwanza sasa hapa kuonyesha kwamba yuko tayari na wananchi kufanya kazi. Amenipa imani na matumaini kwamba anaweza. Mimi ndiye mwenyekiti wa wazee. Amenipa matumaini kwamba anaweza, kwa sababu tangu madiwani wapite kwenye kata hii hawajafanya tukio kama hili. Anaanza kazi kabla hajaanza kazi tayari ameshaita sekta zote, walimu, maskofu, waumini, Waislamu, Wakristo na watu wengi kuja kushiriki kutoa mwelekeo wa kazi zake atakazozifanya. Kwa majina anaitwa Peter Bernard Masonyi, ni diwani wa kata ya Rwamlimi manispaa ya Musoma. Leo tarehe 8 mwezi wa 12 nilikuwa nina ufunguzi wa baraza langu la ODC ya kwanza, ambao ndani yake nimewashirikisha viongozi wa dini, wazee maarufu, makundi ya bodaboda, makundi ya kina mama na vijana. Lengo hasa ilikuwa ni kufungua mwanzo mpya wa utendaji kazi wangu katika kipindi hiki cha miaka 5 2025-2030, lakini pia kutoa mwelekeo wa namna gani tunakwenda kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi hiki cha miaka 5. Miongoni mwa mambo ambayo tumeyazungumza ni pamoja na swala ya utoaji wa huduma za afya wenye weledi kwa wananchi. Wananchi wetu katika kata yetu ya Rwamlimi wanapongeza huduma nzuri za afya, lakini bado tunazo changamoto kidogo katika eneo hilo la afya, ikiwa pamoja na matibabu ya bure kwa watoto chini ya miaka 5 pamoja na wazee kama ambavyo sera ya nchi imekuwa ikisema. Kwa hiyo wananchi wengi wanatamani kuona
wanapata huduma hizo ambazo zinatamkwa na serikali kwamba ni huduma za bure wazipate katika maeneo hayo. Lakini pia huduma rafiki ambazo kimsingi zinapatikana kwa gharama zinazoelekezwa na Wizara ya Afya chini ya MSD, ili gharama za huduma za afya ziwe rafiki na wananchi wengi wapate matibabu bila kuumia sana, hasa wananchi ambao bado hawana bima za afya. Na huu ni mpango endelevu katika nchi yetu. Lakini kata yetu ya Lwamlimi bado tuna changamoto katika masuala ya miundombinu, katika masuala ya barabara. Miundombinu yetu haijakaa vizuri. Eneo la Machinjioni kule Zanzibar, Lwamlimi yetu kati hapa, eneo la Songambele, eneo la Machinjioni, eneo la Nyarusuria, bado tuna changamoto katika swala la miundombinu. Lakini pia nimewashirikisha makundi ya vijana kina mama kuhusiana na masuala ya mikopo yao ili waweze kuwa kiuchumi. Mikopo ya 4% kwa ajili ya vijana, 4% kwa ajili ya kina mama na 2% kwa ajili ya watu walemavu. Lakini pia kama diwani naendelea kutafuta namna ya kuwasogezea wananchi hawa kupata misaada hizi, ikiwemo kuwafikia watu wa mabenki, namna ya kuwasaidia na kuwawezesha ni kwa jinsi gani wanaweza kukopesha wananchi wangu katika maeneo haya kupata mikopo ya serikali itakayowainua kiuchumi, lakini pia hushirikiana na masuala ya mabenki. Masuala ya ulinzi na usalama ni masuala mtambuka, tumezungumza na kujadili ili kata yetu baki kuwa salama katika kipindi chote cha miaka 5 na tuweze kulinda amani ya nchi yetu. Lakini vile vile viongozi wa dini wameasa, wazee wetu wameasa, viongozi wa vyama vya siasa pia wameasa kwamba tuendelee kujenga amani ya nchi yetu, na wamesema hawako tayari kushiriki maandamano yoyote yale, kuhakikisha kwamba kata yetu inabaki katika msingi wa amani na umoja utakaoleta maendeleo chanya katika kata yetu ya Lwamlimi. Asanteni sana. Mkakati wetu kama kata ni kuangalia uwezekano kwa namna moja au nyingine kujenga kituo cha polisi kitakachokuwa kinatoa huduma katika muda wa masaa 24. Kwa sababu kata yetu ni kubwa, tunahitaji kuwa na ulinzi wa uhakika ili tuweze kuvuka katika malengo tunayotarajia haya. Suluhisho la huduma kubwa au gharama kubwa za huduma za afya katika maeneo yetu, kitu kikubwa ambacho nashauri kwanza ni wananchi wengi kujitahidi kujiunga na huduma za bima za afya. Bima ya afya unapokuwa nayo NHIF, CHF, PSPF au bima aina yote ile, inakusaidia kupunguza matumizi ya gharama za cash katika hospitali zetu. Lakini katika kata yetu ya Lwamlimi nimeelekeza na nitafuatilia kuhakikisha kwamba wananchi wanakwenda kupata huduma za afya katika kituo chetu cha afya wanalipia huduma stahiki kadi zilivyopangwa na MSD na Wizara ya Afya, ili wasilimbikiziwe bili kubwa